Yaani hii platform, mko TikTok tangia lini na kitu gani kimewafanya mko hapa TikTok? Sisi hapa binafsi, kwa mimi binafsi TikTok nipo toka muda. Mm. Lakini kwamba nilikuwa nafanya tu, niko busy na mambo yangu, na yani niko busy na mambo yangu basi. Sio kwamba labda niko busy na live imeanza kuingia sasa hivi baada ya ndoa. Baada ya ndoa kwa imeshangaza sana jamii, au imeshangaza dunia tuseme. Yeah. Na unadhani ni kitu gani kimewashangaza jamii kwenye ndoa yako wewe pamoja na mke wako? Yaani kitu gani unahisi kilikuwa kinawashangaza? Kwa sababu wewe ni mwanaume na unaweza ukaoa, that is very okay, ni kawaida. Kitu ambacho kimewashangaza sana sana jamii, yani ni kwamba ile mionekano yetu ya zamani. Muonekano watu wa zamani ambao mimi binafsi ambaye nilikuwa kijana wa ovyo. So nilikuwa nafanya vitendo ambavyo havipendezi katika jamii kama mtoto wa kiume. Kwa kuwa sasa yani jamii imekuja kushangaza sana kutuona kwamba tumebadilika, yani tumekuja tumeoana. Kutuona kwamba tumebadilika, tumekuja kufaje? Tumeoana, yani imekuwaje mpaka wameoana, ni kwamba yule Abasi kweli, yule Abasi wa kuoa kweli yule? Hapana yule. Kwa ndio kitu ambacho kimetufanya trend sana. Yeah. Na unavyosema kuna vitu ulikuwa unavifanya viendani na jamii, ndio maana jamii ikashtuka. Unaweza ukatuelezea labda ni vitu gani ulikuwa unavifanya, labda kwa wale ambao hawajui ama bado hawakujui? Yani kuna baadhi ya watu wako hapa sijui kama walishai kuwasikia wala hata kuwaona. Naweza labda mkatuambia tu kwa ufupi, yani ni kitu gani mlikuwa mnakifanya ndio kilishangaza jamii? Kwa mimi binafsi kitu ambacho nilichokuwa nakifanya mimi binafsi nilikuwa nimejiingiza na mambo ambayo yani tuseme kwa lugha nzuri amekaa kuseme ni homosexual. Homosexual, mambo ya kinyume na nini na jinsia. Mimi nilikuwa najiingiza na katika ile mambo, naikuta yani niko nafanya vitu vya kiki. Alafu nilikuwa siogopi, nilikuwa na post, nilikuwa naingia mtandaoni na post, nafanya mambo yangu kama kawaida yani. Kwa hiyo kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya ndio ambacho kimekuja kufanyaje kushangaza jamii. Huyu kweli kabadilika, kaamua kuoa kweli. Na watu kwenye ndoa yangu walikuja wengi kwamba walikuja kushuhudia kweli Abasi anaoa au la au uongo. Kwa hiyo ndio maana ule mwitiko wa watu walipokuja walipojaa, yani ndio ambayo imefanya sisi ndio watu kutrend sana. Yeah. Na Abasi, ni kitu gani kilikufanya labda ukabadilika, ukasema hii ninachokifanya sio kitu kizuri, acha nifanye kitu ambacho ndo kinafaa mimi kama mwanaume kukifanya? Kitu gani kilikufanya ukaona inahitaji kubadilika? Kweli kabisa, yani kwa mimi hapa binafsi yani niseme naona ni wakati wa Mungu kwangu ulikuwa sahihi kwangu wakati huu. Kwamba hakuna mtu ambaye aliniforce kwamba nibadilike, labda hakuna mtu ambaye alinishikia kiboko, akanishikia bakora au akanishikia mawe, akaniambia tubadilika. Hapana. Naona mimi kwangu ndio ulikuwa wakati wangu sahihi kubadilika, kutokana sikuona faida ninayoipata katika vitendo kama vile. Kwa mimi binafsi sikuona faida, yani kwamba nilikuwa naona kwamba mtu unadhalilika, watu wadogo wanakudharau, una raha kutembea barabarani, una raha kukaa mtaani, ukipita unanyoshwa vidole. Unajua mtu ukipita unanyoshwa vidole pia haileti nanileo, haileti picha nzuri kwenye jamii. Yani yule Abasi yule, ina maana ukipita utaitwa majina ya ajabu, utaitwa Amina, utaitwa Mwajuma, utaitwa nani. Hapo unajikuta hata sehemu nyingine huwezi kwenda ukaenda kumtembea hata rafiki yako, kwa sababu unaweza kukuta rafiki yako, una rafiki yako sawa, rafiki yako, lakini baba yake hataki mambo kama hayo, au kaka yake hataki mambo kama hayo. Kwa unajikuta unakaa pembeni. Unajikuta yeye mtu wa kushinda nyumbani tu, wewe na nyumbani basi. Na wewe na mke wako mlikutana kwa njia gani? Mkapendana ndo mkaamua kabisa kufunga ndoa na kuishi pamoja? Hilo pia ni swali zuri, yani na ndio ambacho mimi nashukuru kwamba mpaka leo hii kwamba yani mimi sikutafutiwa mke kusema labda mke wangu atakuja kupewa habari zangu za nyuma, Abasi alikuwa iko hivi, Abasi ni mtu aina hivi. Kwa sababu hapo wengine tunaona wameoa wanawake wengine yani wametolewa wanawake tofauti na wapi na nyumbani. Mwingine anakuta mzazi wake kamolea mwanamke kutoka kijijini huko, kutoka wengine ambapo wanakuta ajui tabia zake. Ila kwa mimi binafsi mimi na mke wangu tulikuwa tunakaa sehemu moja japokuwa mitaa tofauti. Kwa mimi alikuwa ananiona na yeye nilikuwa namuona. Tumekuja kukutana kwenye masuala haya ya mitaani haya. Tumekuja tumependana wenyewe. Binafsi ndio mtongoza. Maana ndio mwanamke wangu wa kwanza.
Yeah. Yani unajua yani inamaanisha huyu mke wako ambao yani mke wako ni mwanamke wako wa kwanza kwenye maisha yako. Ni mwanamke wangu wa kwanza katika maisha yangu. Yani wanawake mimi nilikuwa nachukia kama marafiki zangu, yani kama yani si nisemaje. Nakuelewa. Yani wao walikuwa kama marafiki kwako. Yani sio jinsia ya kusema mfanye mmoja. Mtu wote apite sio kavango gani hawezi kunishtua. Kwa hiyo imekuja sasa tumependana, mimi nimekuja nikamtongoza. Unajua mwanaume ni mwanaume muda mwingine. Kabisa, yeah. Mwanaume ni mwanaume hata kama ukifanya yeye mwanamke utabaki kuwa nani? Utabaki kuwa mwanaume. Utabaki kuwa mwanaume. Na pia mwanaume anasimama kama mwanaume katika tendo la ndoa. Hata kusema wewe Kalma karibu. Hata kusema wewe sijui wewe ni shoga, lakini ukiwa na mwanamke si watu watasema sio, yani hata kama ni ukiwa na tomboy kwenye mapenzi utaonekana wewe nani? Wewe ni mwanaume. Mwanaume anasema katika nani, katika nani yake ya kiume, nafasi yake ya kiume. Kulingana mimi hapa nilikuwa na jinsia ile, na yangu naye pia alikuwa tomboy. Yeah. Kitu ambacho mchukua hamjakielewa. Ndio. Kwa hiyo jamii ilikuwa inachukulia kama mimi mwanamke, huyu mwanaume. Lakini sasa na sisi binafsi kwa sisi binafsi kwa hatujali maneno ya watu. Yaani wanapotuchukulia wanapotuchukulia wao wenyewe watajua wenyewe na maisha yao, ila sisi wenyewe tunajua kama tuko vipi. Tuko pamoja, mko sawa, ndio. Tuko pamoja, ikawa sisi tunaishi pamoja, mtu anachukulia yule mwanaume wake yule basi yule mwanaume wake, yule mwanaume kutokana naye kwa navaa pigo za kiume. Mimi binafsi pia nilikuwa mimi binafsi kwanza tulipokuja tukakutana tukafanya tendo la ndoa nilikuwa na wivu. Kama mimi huyu mwanamke mstaki hapa nguo za nini? Za kiume tena. Za kike, yani unakuwa unapenda vae za kiume. Nilikuwa napenda vae nguo za kiume, kasema akivaa nguo za kike ataanza kutongoza barabarani. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa tunaishi hivyo nje kwa nje, mtu anatoa mtu na mimi hapa mwanamke, huyu hapa mwanaume, lakini kwa ndani sasa yenyewe tulikuwa tunajuana kwamba mimi mwanaume, huyu mwanamke. Yeye mwanamke ndio. Kwa hiyo imeenda kweli. Mpaka tumekuja kwanza, kabla hapo tulifanyaga sherehe ya nani leo. Sherehe ya birthday yani ambayo ya ngoma alikuwa anatoka huyu hapa. Maana kuna mambo ya kimila, nadhani wataalamu au watu wa makabila tofauti wanaelewa. Mimi binafsi nikamfanyia hiyo sherehe. Na ndugu zake pia. Nikamfanyia sherehe kaisha. Tukaja hapo kwenye kuoana. Siku yani tulikuja kuoana, kwa hiyo watu walikuwa waamini. Yule basi sijakavaa shela, ila akavaa kanzu. Kanzu huko watu ndivyo walikuwa wanasema kwamba mimi hapa nitavaa shela, huyu hapa atavaa kanzu. Kweli mimi binafsi maneno rohoni mwangu, yani mimi nilikuwa natembea nalia na nafsi yangu. Nilikuwa naomba Mungu tu jambo langu lipite liende salama. Basi. Na pia yani kwa hiyo ilileta ugumu sana. Kuna yani wanajamii wengine walikuwa wanatoka hapo wametoka hapo wakaenda kwa maustazi. Waambie bwana usiende kuwafungisha ndoa wale wako hivi na hivi na hivi na hivi. Kweli ustazi amegoma amekataa. Asubuhi ndio ilikuwa changamoto kwetu. Yani asubuhi ndio mnatakiwa mfungishwe ndoa, ustazi naye kakataa kabisa. Jioni. Kwa sababu sisi ndoa yetu sisi tulipanga siku 3. Jioni sasa. Yani asubuhi ndio ustazi kafuatwa na watu. Jioni kwamba asije kufungisha ndoa. Lakini nashukuru Mungu huyo rafiki yangu kama ndugu yangu ambaye alotusimamia kunisaidia tu la ndoa huyo Mturuki. Kweli yeye kwa sababu ndo alitafutia huyo ustazi akaenda kaongea naye. Yeah. Na mimi nikaongea naye nikaitwa nikauliza amebadilika hivi na hivi. Kweli mambo kibao tukaongea. Kweli na solution ya Mungu ikapita ndani yetu. Ikapita. Jambo likapita tukaja tukaoana. Ndio hivyo. Yeah. Kuna mtu hapa anasema mdogo wangu Abasi, kila nikikuangalia napata nguvu sana. Hakuna kisichowezekana. Hongera sana. Kweli. Asante. Yani nikwambie dada yangu hapo Ika. Yani kwa mtu ambaye ananifahamu, lazima ashangae na yani kwa mtu ambaye ananifahamu lazima ashangae kwa kusema Abasi. Yani mimi nilikwambia nilikuwa nafanya mambo ya ajabu, yani mambo ya ajabu kweli, afu nilikuwa sijali, siogopi, siwazi wala sina muda kufikiria kwamba nitakuja sio nitaoa, nitakuja nitabadilika, hapana. Mimi kuja kijola sio kwa kawaida, kufanya makeup kawaida, yani kufanya mambo ya kike, yani kila kitu cha kike mimi nilikuwa nakifanya. Nilikuwa yani ndo mambo yako. Nyuma yenu kutakuwa kuna familia zenu.
nadhani